covenant of a something every year. Whichever you repent and you do anything, have a something that you can take and subject, put an offering that can touch your family. Na hiyo inaongeaga zaidi. Na itaintroduce siku ya leo hapa. Chuma ile na hiyo nyumba yote itajengwa na chuma. Chuma tupu kama hii. Itajengwa na ndio itasimama. Na chuma moja inatoka 2,500. You can put it tukivuka Pasaka. Hata kama ni watu wawili watatu. Tunahitaji chuma 100. Hizi kubwa na hizo zingine. Wakati wa Pasaka hiyo ingine watu wakile saa kukumbuka mama Karanjana ndio Mungu alikuweka. Ulikuja ukaweka mabati ilikuwa pande hii. Wengine mnajua vile mlifanya. Na kutoka hapo kuna watoto wenu hamkuli vile. Wakati wa Pasaka make sure that you can plant an oath of God. Na unasimama unasema ya kwamba hii wakati wa Pasaka I want to pass over. Pasaka mean pass it over. There is things that unaomba lakini you are not passing over. Hii kanisa sasa hivi tunataka kuipass it over. From now wale watu wako nje tumesomewa Ezra 10 mstari ya 13. Atendea hawa watu ni wengi lakini wanakaa ni wakati wa mvua. Waweza kuwa useme hii wakati wa Pasaka Jesus passed it over from Roman's power. Now we become a Christianity people. Hiyo ndio inafanyaga kanisa inyuke. So ningeomba waweza jisikia ya kwamba kuna mahali mmekuwa wakati huu tunaombea familia. Wakati ule tunaomba usiku na tunakesha every Wednesday. Ningetaka mtu aliyo mahali hapa so that we may have impact at 2018 Pasaka. Ningeomba there is something that you can toa kwa ajili ya familia yako. Subjected. Weza kuna hardware, weza pewa kuna food yako hapa, already ameanza kazi. Weza shirikisha. Tununue chuma, tuweke mahali pale. God aweza kuguza wewe na familia yako. Tununue chuma 2, weza nunue chuma 3, weza nunue chuma 1. Kuna ndugu anaitwa Tandua Angorai ya 1,100. Ni ya 4. Wakorintho wa kwanza nifunge nimalize na kila mmoja yuko mahali hapa Bwana akamkumbuke. Amen. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4. Inasema basi pana tofauti za karama bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni yeye yule asitendaye kazi zote katika wote. Mstari wa 7, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho wa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Amen. Tatu, angalia hapa. Tunapokuja kanisani tunapewa kulingana vile Roho atapenda. Roho akikuchukia aweza kosa apendavyo Roho. Sasa tusome hapo tena. Naona wengine hawajaangalia. Kama hutafungua andika. Ndio hapa usiseme ninaendaga kanisa sipataki kitu. Apendavyo Roho. Sikiliza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Apendavyo sipa apendayo pastor. Si apendaye mani kanisa yetu, apendavyo Roho atakupatia. Aweza kuangalia hivi akupende tu. Apendavyo Roho. Tusome hapo tena. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4. Basi pana tofauti za karama bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi. Sikiliza. Kuna tofauti za kutenda kazi. Sikia mtu akitoka hapa ataenda kufanya kazi. Ama sema ninaondoka kufanya kazi. Ninaondoka kufanya kazi. Na kutenda kazi yangu. Na kutenda kazi. Roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Upendavyo. Upendavyo. Unisaidie. Unisaidie. Come on.
Hebu soma hapo, ndio ninataka pastor. Kisha ndio mstari wa 6. Mstari wa 6. Kisha pana tofauti za kutenda kazi. Kisha kuna tofauti ya kutenda kazi. Bali Mungu ni yeye yule. Mungu ni yule ule. Asitende kazi zote katika wote. Aha. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja wa Roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Aha. So, kuna mtu atapewa hekima. Na si kwa kanisa. Unaenda mahali pote huko, unacheki tu watu hivyo. Unapewa hekima na wanataka kunikona. Huyo ni Roho anafanya kazi. Hii ni ujanja, nitafaa kutamka hivi. Unapata God anakupatia hekima. Unapata ya kwamba Roho akikupenda, apendavyo Roho. Tukinapokuja kanisa, hukujaga kujazo Roho. Intersality constitution to sality. Deliver for the power and never come to serve. Right now, control and never serve constitution. You never come, my Father, for protection grace. Amen. Right now, order in heaven constitution to serve. Nasema hivi, apendavyo Roho. Hallelujah. Roho akipenda kitu, atakuja. Roho apendaye kukuinua, atakuja. Roho akipenda kukupea hekima, atakupea. Roho akipenda kukuinua, atakuinua. Biblia inasema ya kwamba apendavyo Roho. Jina la Bwana lipewe sifa. Apendavyo Roho. Apendavyo Roho. Kuna mtu hapa siku ya leo atendaye kazi. Kila mtu akio hapa kuna kazi ambaye Mungu atatenda ndani yako. Ama kuna kazi utaenda kutenda ambaye inahitaji Roho wa Bwana aliyojaa hekima yake. So, anybody aliyo hapa? Somebody aliyo hapa? Mungu ni ule moja. Lakini karama za Roho, neema ya Roho, vile Roho atakavyo, hivyo ndio atakutendea. Nataka kila mmoja yuko hapa. Kuna mtu atapewa hekima. Kuna mtu atapewa nini nyingine? Maarifa. Kuna mtu atapewa imani. Hapo mbele inasema imani. Imani is a gift. Unapewa imani. Unasema hata mniambie aje, hakuna. Imani ni kitu ambaye ukikosa imani hakuna mahali waendelea. Kama watu wao hawajaamini, hawajaokoka na wanaamini, mwizi sasa nitaenda pale nitamuibia hata kama kwa aje. Hiyo ni imani na drive yeye, imani ya ushetani. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa hapa tunasema imani. Mtu anakuwa na imani, mtu aliyo na imani hata muambie aje, hata ukaroga tutakuona. Imani ile uko naye inafanya upige milima. Hapo chini nasema wengine upewa karama ya imani. Hebu soma pale. Ndio mstari wa 9. Mwingine imani katika Roho yeye yule. Na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Na mwingine matendo ya miujiza. Tuacha sasa, hiyo ndio mnaweka into bracket. Mnaweka into bracket ya kwamba hata hiyo ni ile ya kanisa. Hapana. Imani waweza pata useme nyumba yangu haitavunjika, na Mungu unajua vile ninakuamini. Mimi sitapilisika. Imani. Hiyo ni karama tunapewa katika imani. Hiyo ni karama tunapewa katika imani. Hiyo ni nguvu tunapewa katika imani. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna mtu wako hapa ninataka aamini ya kwamba kesho kwake kutakuwa kuzuri kuliko vile umepita. Amen. Kuna watu hapa sitaombea leo miujiza, naombea imani. Ati ukiamini ya kwamba sirudi nyuma, hapa nitapasua. Hiyo ni karama Roho apendavyo. Mimi nimeamini nitapona. Mimi nimeamini ya kwamba nitapasua. Mimi ninaamini ya kwamba kuna mambo itatendeka mazuri. Mimi ninaamini hivyo. Hiyo ni karama. Na bado ukiomba ng'ombe na mbuzi, omba kipawa ya imani. Amen. Na ukikosa kuomba hiyo, Biblia inasema ya kwamba inashukuriwa inapewa wengine. Unapata mtu mmoja amesimama ako na vipawa kama 6. Anasimama, aisaponya, aisatabiri, aisaendelea na imani, aisaaminia kitu. Leo ninaomba kila mtu wako hapa na muombea imani ya mambo yale yanafanya itendeke haki. Amen. Apendavyo utapewa kulingana na Roho apendavyo. Na wewe siku ya leo ni nini ungelitaka naye Roho akija apate uko naye? Juu problem ile tunafanya
tunaobana pesa. Pesa si imani, pesa ni sareo. Lakini ukiwa na imani, hata pesa siishe, waweza kuwa na imani ya kusuluhisha shida. Tunda la imani ni kubwa sana. Waweza amini hata kama hakuna mtu mmoja ameuza. Leo ninaamini ya kwamba mimi sitahaibika hapa. Hiyo imani Mungu anapoona, Roho aone, ana provide imani yako isikufe. Amen. Amen. Kuna mtu naongea naye saa hizi? Yes. Kuna mtu naongelesha? Yes. Kuna mtu hapa ninaaminia. Kama saa hizi naweza simama na vipawa 6 saa hizi na inaaminia zingine, na kuna mtu wako hapa hajapata, ni hatari sana. Tunaongea hivi. Na sote tumeopata, mtu akiokoka ama mtu akiamini Mungu upewa karama. Kabla upewe utajiri, upeagwa karama. Yaani kuonyeshana ya kwamba huyu wokovu si kuongea, ni hizi vipawa. Roho ya imani, roho ya hekima. Unapata mtu alikuwa mjinga, unapata mambo yale anafanya, anauliza na alisoma nini? Kumbe amepewa. Haya, anasomeshana aje? Jokia ati huku enda shule. Hivyo ndio unasema hujui kusoma. Lakini mambo yale unasema inakuwa hekima, ndio ni hekima. So kama unaamini katika roho Joki, usije ukaambia mtu ati mama hakukusomesha au kuenda nini. Utaambia mtu I know. Use tumia A to B, andika hivi na hivi. Ile ndio roho ya hekima. Kuna mtu yuko hapa ataanza kuendesha gari. Si ni kwa sababu ya kwenda shule, ni imani. Kuna mtu wako hapa ataambia mtu pona kwa jina la Yesu Kristo, na anapona. Kuna watu nilituma mahali jana kuombea mtu na akapona juu ya imani. Ama jina la Bwana lipewe sifa. So kanisa ya leo, Yesu Kristo hakuja juu ya pesa. Hakuja kwa sababu tukue na magari, tukue na watu wengi. Alikuja tuwe tukuchukue hizi karama. Mtu ambaye amedharauliwa anaanza kuongea kitu, anakuwa na hekima. Mtu ambaye yuko hapo anakuwa na imani, anasema yes I know vile unasema, lakini I believe in this through the blood of Jesus. Ni kweli haifanyiki, lakini hii tutapitia hii na itatendeka. Kuna watu leo ninataka wapeo. Kuna watu watapewa maono. Unaonea mtu kama huyu, mama habari yako, umetoka wapi? Wewe umetuvuka kitambaa unaangalia nyuma. Hii kioka za dumu. Ate watapewa vipawa kulingana na vile Roho apendavyo. Mimi ukiniambia ati kwamba nitakuwa pasa, nothing like that. Nilikuwa nafunga na kuomba, nirudishiwe kazi zangu Kikomba. Nirudi kazi kule nimefuto. Niendeleshe. Lakini nikiwa nikifunga na nikiomba, nikafunga mpaka nikafika mwisho. Sasa nikasema let your will be done. Nikaacha kuombea mambo yangu, nikaambia Mungu let mapenzi yako. Kumbe hapo nimesema na mapenzi yako itendeke, hapo ndipo nipe Roho Mtakatifu kazi akafanya apendavyo. Kuna mambo leo wakati wa Pasaka mtaachana nayo, mmeiombea, mmeingangania, mseme now Lord let your will be done. Haleluya. Mizigo yako iondoke, itakayoondoka Roho wa Mungu afanye apendavyo. Ninasema hiyo maneno iache kuspreadio vile unataka kuspread ashes na nini. Intercept constitution, relay constitution. Control in never serve. So, dakika hii in never serve constitution. Kuna watu leo ninataka tuamini pamoja. Okay, wewe ninakuhudumia juu ya watoto wako 3. Kweli. Kana nikalia mwenyewe. Control services. Habari yako ndugu? Anasema ni 3. Nikalia hivi. Roho Mutheru atonyangoro. Jagashiga. Agatharia nyumba ya tene. Agakeke. Roho Mtakatifu akiingia ndani ya nyumba ya mtu, humaliza nyumba ya kale, hujenga ingine mpya. Kinyumba kia kale kiweza kuwa kibaya. Saa hizi
Kuna hata mimi hapa nataka Roho atembee. Akifanya apendavyo mtapata impactations. Roho akitenda mapenzi yake anafurugaga mabaya inaondoka. Roho akifanya kazi mazuri inaonekana. Haleluya. Mwaishi mkijadanganyana juu ni mapenzi yenu, lakini mapenzi ya Roho ni kutukamilisha. Mapenzi ya Roho ni kutujalia. Mapenzi ya Roho ni kukaa kwetu. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Imagine, anasema hapa, atapea watu ndoto. Unaota kitu kabla uambie pasa, hata hii ilikuwa nimeiona hii. Ananiambia pasa, nilikuwa nimeota juu ya hapa, nikamwambia ni kweli, endelea kuomba. Hiyo ni ya ukweli umeona. Ama simeshakuja kuniuliza ndoto. Wengine nawaambia ni kweli hivyo ndio iko. Na tuombe hivi na hivi. Kweli, kama wakati tulianza kufuga mumeomba, mnaota ndoto. Hiyo ni kufunuliwa. Na sasa ukikaa na mtu tunakuombea sasa afanye kazi ndani yako. Roho akianza kufanya kazi ndani yako, baada ya kujuana na Yesu Kristo, kile kitu ya kwanza si kurebeka, ni kazi ya Roho inaanza kufanyika kwetu. Na si ya kula baba, si ya kula la, unapewa waweza pewa imani. Unaaminia watu. Unaamini. Unasema hata kama shetani anasema hivyo, ule tumeamini ni mkubwa. Na hiyo imani inakuwa inaisha. Imani tu. Ufanyani kazi na watu hata ukuje kuhubiri, lakini unaomba na imani. Unasema katika jina la Yesu Kristo, hii haitatendeka na hii itatendeka, na ninamwamini wewe Mungu itakuwa vizuri. Hiyo ni tunda la imani. Si kuwa mapasta kupewa tunda la imani. Hata ya kwamba ukiamini kesho kutakuwa salama, imani hiyo Mungu havuji. Na hata kama hakutatendeka, unasema sitaua imani yangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna